Swala la sheria ya ndoa au mabadiliko ya sheria ya ndoa ni swala ambalo kwa kweli sisi wanaharakati pamoja na wenzangu tumekuwa tukilipa kipaumbele sana. Mimi ni mwanamke, nisingependa kuona mtoto wa kike ananyimwa ndoto zake. Labda nitasema kwa nini vikwazo vya mchakato wa mabadiliko ya sheria vinatokea. Naweza kusema kwamba hakuna utashi wa kisiasa. Swala hili linapelekwa kisiasa badala ya kisheria. Labda nirudi nyuma tu. Mwaka 2022 mwezi wa 9, serikali chini ya Wizara ya Sheria na Katiba ilikuwa imetoa tamko kwa umma kuhusiana na mabadiliko ya sheria. Nadhani mnakumbuka. Yakasema kwamba kutakuwa na mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 71. Wakatoa taarifa kwamba watatembea Tanzania nzima kwenda kukusanya maoni. Tulishangaa, maoni yanakusanywa kwa ajili ya mabadiliko ya sheria, na hii ni kufuatia kesi ya Rebecca Gyumi dhidi ya mwanasheria mkuu, ambao hiyo kesi kwa mujibu wa rufaa ambayo ilikuwa imepelekwa mahakamani, ilisema kwamba sheria inayoruhusu mtoto kuolewa chini ya miaka 18 ni sheria batili. Sasa hapa tunasema tuna rule of law, utawala wa sheria, kwamba mahakama iko independent, yenyewe ndio ya kutafsiri sheria. Serikali iko independent na bunge liko independent. Mahakama inawezaje kuamua jambo halafu wizara iende watu kuomba maoni, kukusanya maoni? Ina maana wana doubt mahakama kuu ambacho ni chombo cha juu cha kutoa haki au kutranslate sheria za nchini. Una kidoubt, unaenda kukusanya maoni. Maoni yanasaidia nini? Hayo maoni yanaweza akafuta ile rufaa. Hatuna mahakama nyingine juu ya mahakama ya rufani. Kwa hiyo mahakama iliamuru kuwa serikali ichukue hatua ndani ya mwaka mmoja kubadilisha vifungu vya 13 na vya 17 vya sheria ya ndoa, ambavyo hivyo ndio vilikuwa vinaruhusu mtoto wa kike kuolewa chini ya miaka 18. Wasichana na wavulana wao wanaruhusiwa kuanzia miaka 18 kwenda juu. Lakini wasichana wanaambiwa chini, nitafafanua baadaye, chini ya miaka 18. Kwa hiyo tamko la wizara lilikuwa linaelekeza kuwa mkanganyiko wa kutafsiri umri wa mtoto wa kike kuolewa chini ya miaka 18 ndio uliopelekea kwamba wao waende kukusanya mapendekezo. Kuna mkanganyiko gani? Sheria yetu, tuna sheria ya mtoto ya 2009 inaeleza mtoto ni chini ya umri wa miaka 18. Mtoto. Sasa ukisema mtoto, unaruhusuje mtoto aolewe? Sheria ipo. Lakini pia kuna tafsiri nyingi. Kuna sheria ya elimu. Sheria ya elimu ya mwaka 78 inataka mtoto mdogo awe shuleni, sio apelekwe kwenda kuolewa. Sheria zipo na zimeweka masharti mbalimbali. Sasa kwa nini wazazi au walezi wapewe jukumu la kuridhia? Wanasema kwamba wazazi, sasa kukawa na masharti ambayo yalikuwa yamewekwa bayana kwamba vigezo vitakavyokuwa vimefuata chini ya hiyo sheria ambayo ipo. Chini ya hiyo walivyokuwa wanasema mtoto anaweza akaolewa, mtoto huyo mdogo, endapo moja, mtoto husika haanguki kwenye masharti ya elimu. Sasa kwa nini huyo mtoto, yani kama yule alifeli darasa, mtoto gani asiangukie kwenye masharti ya elimu? Pili, wakasema kama wazazi wameridhia kwa kiapo kuwa mtoto aolewe, huyo mtoto anaweza kuolewa. Ridiculous. Alafu tatu, wakasema kama kamishna wa ustawi wa jamii ametoa kibali cha mtoto husika kuolewa, huyo mtoto anaweza kaolewa. Alafu 4, kama msajili wa vizazi na vifo amethibitisha umri wa mtoto kweli huyu na akathibitisha, basi anaweza kaolewa. Lakini kama pia daktari amethibitisha kuwa mtoto ana uwezo wa kuingia kwenye ndoa, daktari naye anaweza akaolewa. Na viongozi wa dini wameridhia uwepo wa ndoa ya chini ya miaka 18. Sasa kuna vigezo mbalimbali. Aidha unaweza ukafuata hicho, ukafuata kile, ukafuata kile. Lakini kwa nini uweke hivi vigezo vyote kwa mtoto ambaye umesema ni chini ya miaka 18?
Sasa mimi kama mama na kama niseme labda mwanasheria, mimi kwa kweli sikuwa nimekubaliana na haya mapendekezo. Hayana mashiko. Kwamba tafsiri ya sheria ambazo zinazotuongoza nchini, mapendekezo hayo yanayotolewa yanakinzana na matamko au sheria mbalimbali ambazo nchi zetu zimeridhia. Kuna sheria ya mtoto ambazo inajulikana kwamba sheria ya mtoto ni nini. Alafu pia zinakinzana hata na katiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 12(1) na ibara ya 13(1)(2) inayomzungumzia usawa wa binadamu na usawa mbele ya sheria na sheria ya mtoto. Sasa kama kuna usawa, huyu mtoto mdogo utasemaje yeye aolewe? Alafu yule mvulana yeye kuanzia 18 anakwenda juu yeye ndo anaruhusiwa kuolewa, lakini haikuweka sharti kwamba mtoto mdogo pia wa kiume anaweza kuoa. But kwa nini huyo wake? Sasa sisi tunaona kwamba sheria hizi ni batili kwa sababu kwanza zinamnyima mtoto wa kike fursa ya kuendelea mbele kimasomo. Hivi leo tungemnyima Mama Samia asisome, leo tungekuwa na rais mwanamke? Mngeninyima mimi Victoria Mandari nafasi ya kusoma, ningekuwa katika nafasi niliyopo? Ni kwa sababu sikukatishwa masomo yangu, nilipewa fursa. Na unapomnyima mtoto fursa ya kusoma, umemfungia milango yake yote ya baadaye. Hawezi pia kuwa mama mzuri. Mama mzuri ambaye hakwenda shule, ambaye hajielewi. Kwa hiyo mimi ninadhani kwa kweli kwa nchi yetu kupata kigumizi kutopitisha hiyo sheria au kufanya marekebisho ni kwamba hakuna utashi. Inafanya tu makusudi kwa sababu sheria iko wazi. Sheria za kimataifa ziko wazi. Sheria katiba iko wazi. Kuna mapendekezo ambayo mlikuwa mmeyatoa na mkawasilisha kwa serikali kuhakikisha kwamba sheria hiyo inabadilika. Ndio. Tokea wakati huo najua umeniambia ni siasa tu pengine imeshinda inafanya kusio na huo utekelezaji. Nyinyi mlikuwa mmependekeza nini katika yale mapendekezo ambayo mlikuwa mmeyatoa? Sisi tulisema kwanza hatukubaliani na mapendekezo hayo. Hivyo vigezo eti mtoto aolewe kama daktari atathibitisha sijui nini, tulikataa kabisa. Tukasema hatukubaliani na mapendekezo. Tukasema mtoto husika, kwa mfano ukisema mtoto husika haanguki kwenye masharti ya sheria ya elimu, una maana gani? Elimu ni haki ya kila mtoto. Kwa hiyo bila kujali hadhi yake, labda huyu baba yake ni maskini hakupeleka, huwezi kujua atampeleka shule au ataenda kusoma baadaye. Lakini huwezi kubagua kwamba huyu haanguki. Ni yupi asiyeangukia? Ni mtoto mlemavu au ni mtoto gani huyo? Kwa hiyo tunaona kwamba pia hayo matamko hayo au vigezo vilikuwa vinakinzana na sheria ya elimu ya 1978 na sera ya elimu ambayo inataka kila mtoto mdogo miaka 6 mpaka 18 actually awe amepelekwa hata shule na wazazi wake kwa sababu bado ni mdogo na ana haki ya kuendelezwa. Kwa hiyo sisi hatukukubaliana. Pia katiba ya Jamhuri ya Muungano inayotuongoza na kusema kwamba binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa. Na ibara ya 13 pia. Tunashangaa mbele ya sheria wote. Kwa nini huyu mtoto wa kike huyu abaguliwe? Asipewe fursa sawa, asipewe haki sawa na wengine. Kwa hiyo sisi tulikataa. Alafu hata swala la kusema mpaka wazazi wameridhia kwamba mtoto aolewe. Kwa nini mzazi wangu aoridhi? Unajua familia nyingi ni maskini. Kwa hiyo mzazi ambaye anahitaji kupata kipato au mali anaweza kusema mimi nahitaji ng'ombe bwana, wacha mtoto aende akaolewe. Lakini sio kwa ridhaa ya yule mtoto. Kwanza kuna wakule umasaini wengine waliozeshwa kwa nguvu, wengine wamekimbia. Lakini pia kuna athari hata kibiolojia, kisayansi. Mtoto mdogo hajafaa kubeba mimba. Ni hatari sana. Kwa hiyo mtoto unahatarisha maisha yake huyo binti na hata maisha ya mtoto anayezaliwa. Hajitambui. Matokeo yake unakuta yule mtoto aliyeolewa anaenda kucheza na watoto wengine kule mtaani. Anaenda kufanya mchezo kwa sababu bado hajapewa fursa ya kukua. Kwa hiyo tukaona kwamba pia sisi hatukukubali. Alafu ukiangalia tafsiri ya ndoa ni ridhaa, ni consent between two people. Wewe ukubali na mimi nikubali. Sasa wewe kwa nini baba wewe ukubali kwa niaba yangu? Au vinginevyo kwa nini mahakama ikubali kwa niaba yangu? There's no way the court can grant me consent mimi niolewe. Kwanza sijitambui, napelekwa tu pale mtu anasema mimi nampenda huyu binti mzuri mweupe sijui vipi. Lakini mimi sielewi kinachoendelea. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo sisi huwa tulipinga. Alafu pia hata kwa commissioner wa ustawi wa jamii kutoa kibali cha mtoto husika kuolewa.
Tunasema no way, kamishna yeye atahusikaje kutoa kitu kama hicho? Kamishna wa ustawi wa jamii kuruhusu. Pia tulieleza kwamba inakinzana, ni kwamba pia ina bless vile vipengele cha 13 na 17 ambacho kinaruhusu wao watoto waolewe wakiwa na mtoto mdogo kama kamishna atakubali. Lakini tunaona hiyo sio sawa. Kwa hiyo sisi hata kusema msajili wa vizazi na vifo au amethibitisha umri wa mtoto, tukasema hapana, utaratibu ni sio vizuri, ni batili. Tunasema sheria ya uandikishaji vizazi na vifo sura ya 108 toleo la 2002 haijamruhusu msajili kwanza kuthibitisha hilo. Ni kitu tu walikiimpose. Kwa hiyo sisi tulipochambua tukasema kwamba mbona hiyo sheria ilikuwa haielekezi na wale watatuaje, sijui ni bunge litatuaje mandate commissioner, wewe kama ukitoa ridhaa basi. But this is not acceptable. Na pia daktari kuthibitisha. Tunashangaa kwa nini daktari athibitishe. After all, afya ya mtoto haina uhusiano wote na ndoa. Hata kama mimi nina afya nzuri, daktari akija kunithibitisha you are okay, but ina any connection na hiyo ndoa. Sisi tulipinga, tukapeleka mapendekezo yetu, tukatuma watu mpaka bungeni, tukasema jamani, nendeni mkalobi, kafanyeni nini, hakuna kilichotokea. Unaona uwepo wa sheria hii ndio pengine unachochea kuwepo kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia kwenye ndoa, kama watu kupigwa au kufanyiwa matukio yote ya kikatili katika jamii zetu, kwa sababu ni jambo ambalo pia mlikuwa mkilipigia chapuo sana kabisa. Inachochea sana gender based violence. Watoto, kwa sababu kwanza wewe ukimuoa mtoto mdogo, si utampiga tu, unaona kama mtoto wako. Akifanya kitu, unajua kwa uwezo wake mdogo anaweza kufanya jambo akifikiri uko sahihi, lakini utagomba, kwa nini umefanya hivi, au sijui kwa nini umeenda kuchota maji umerudi late, kumbe amekutana na watoto wenzake anacheza nao, unampiga au unamfanyia vitendo vya kikatili. Pia kwa sababu pia maumbile yake hajawa tayari kupokea lile hata tendo la ndoa, anaweza kawa naona tabu, wewe utamnyanyasa. Pia huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo kitendo cha kumruhusu mtoto mdogo kuolewa kinachochea. Alafu kwa sababu pia utakuwa umemdidimiza uwezo wake wa kufikiria au wa kutafuta kipato chake mwenyewe, wewe utakuwa yeye sijui nisemeje, utamkandamiza. Kwa hiyo yote pia ni gender based violence. Utamfanyia vitu psychological torture. Unaweza ukaandaa popote unafanya, huyu mtoto mdogo ataniambia nini? You can come anytime at home. After all, na katoto kadogo pale katani, uliza wewe ulikuwa wapi? Baba fulani ulikuwa wapi, umetoka sasa? Una audacity, una kifua hicho cha kumuuliza huyu baba mtu mzima kwamba wewe ulikuwa wapi? Kwa hiyo mtoto wa watu ana suffer psychological torture. Vitu vingine hawezi kusema kwa sababu akisema utampiga kibao. Unamwona kama mtoto wako. Lakini wewe hukumchukua kwa mapenzi. Ni pleasure tu, sexual pleasure. I don't think wale watu wanaooa watoto wadogo wanawaoa kwa sababu wanawapenda. Wao wana sababu zao wanazozijua wenyewe. Na wazazi wale wanaoozesha wana sababu zao wanazojua wenyewe. Wengine wanaona burden. There was a time mimi nilipokuwa mwenyekiti wa Taula, chama cha wanawake na sheria Tanzania, tulikuwa tuna fight for family courts, kuanzishwa mahakama za kifamilia, but at the same time mabadiliko ya hii sheria ya ndoa. Tulienda tukamwona waziri enzi hizo, sitaki kumtaja jina lake, akasema msichukulie haya mambo kijiujuu kama ni mambo ya sheria. Haya ni masuala ya kijamii, yanahusu mambo mengi, yanahusu dini. Alimention dini, lakini tukasema kuna dini gani ambayo ina bless ndoa za utotoni? Wakasema sasa mtoto amebalehe, hana maendeleo, kamaliza darasa la 7, yuko hapo nyumbani, unataka bebe mimba hapo nyumbani? Ni bora kaolewe, aondoke hapo, asikutie aibu. Kwa hiyo hii ilikuwa ndio mawazo ya watu wengine, lakini mimi kwangu ilikuwa ni mawazo ya kipuuzi tu. Mtoto amebalehe, yuko hapo nyumbani, utamweka wapi? Kwa hiyo lazima msiangalie mambo ya juju, na dini haikubali mtoto huyo kwanza. Waziri anajibu. Huyo mtu ni waziri. Alikuwa waziri, sasa hivi sio. Huyo dini haikubali. Dini nyingine mtoto kwanza kwa mahusiano kabla hajaolewa, ni bora aolewa kuondolea aibu hapo nyumbani. Kwa hiyo wengi wana hiyo mentality kwamba huyo mtoto wa kike akishamaliza shule ni mzigo kwa mzazi. Kwa hiyo bora ni utoe huo mzigo, nisukumizie huko, kama amejitokeza mtu amempenda, aende. Mjadala umeibuka tena bungeni katika wiki hii, na mjadala mkubwa ulikuwa ni kwamba serikali ifanye haraka katika
kubadilisha sheria hii, na wewe kama unavyosema mlishapigania sana hichi kitu kibadilike, lakini kimekwama. Una mapendekezo yako ni yapi ambayo hatua za haraka pengine zikifanyika ili swala hilo linaisha, kwa sababu kama ulivyosema ni swala ambalo liko wazi na linajulikana athari zake? Mimi nasema nchi yetu inaongozwa kwa utawala wa sheria. Tayari tuna kesi ambayo ilikwenda kwenye mahakama ya juu, mahakama ya rufaa ya Rebecca Gyumi. Mahakama majaji ilitoa mapendekezo, bunge likapewa mwaka mmoja kurekebisha hivi vitendo vifungu cha 13 na cha 17 vinavyoruhusu. Kwa hiyo ninachosema cha haraka au cha kupigilia msumari, kuna sheria ambayo haijapingwa na chombo kingine chochote, kwa sababu chombo cha juu ni mahakama ya rufani. Kwa hiyo wafate mapendekezo yaliyotolewa katika maamuzi ya kesi ya Rebecca Gyumi. Bunge litekeleze, kwa sababu bunge lilipewa maagizo. Kwa hiyo yale maagizo ambayo yaliotolewa kupitia ile kesi ya Rebecca Gyumi, bunge liyafanye na tekeleze hivyo hivyo to the letter, bila hata kubadilisha kitu chochote, kwa sababu kubadilisha inakuwa ni contempt of court. Kwa hiyo mimi ninachoomba, mapendekezo yalishatolewa mengi, wanaharakati wengi wameshapeleka mapendekezo, lakini kikubwa zaidi kilichopo mbele yetu, kuna kesi ya mahakama ya rufani. Kwa hiyo mahakama au bunge halina sababu hata ya kufanya mjadala mrefu kuhusiana na hilo, ifuate ile kesi. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.